hapa mtu anazunguka tu mahali moja hapa. Niseme nisiseme? Ni fire si fire? Hao watu wadogo wametukuta kwa siasa, wametuacha kwa siasa. Halafu wanaturingia hapa, mtu anazunguka tu mahali moja hapo anapiga kelele sijui nini. Mambo ya siasa sisi ndio mafundi. Next year kila mtu atoke na rekodi yake. Hakuna shortcuts. There is no shortcut, my friend, in leadership. Lazima ueleze umefanya nini. Hata hapo kwako nyumbani kama hujafanya kitu watasema upotee. Ama namna gani jameni? Yes, watasema upotee kama hujasaidia. So hii ni mambo kidogo, msiwe na wasiwasi. Usione kama kuna problem. There is no problem. Hakuna shida. Iko siku ingine hapa mzungu mmoja alifika Kenya. Akashika Uhuru Kenyatta siku hiyo na William Ruto, akasema anaenda kufunga kule hiki. Mnakumbuka hiyo siku? Mnakumbuka huyo mzungu alikuwa anaitwa Okampo? Mnakumbuka huyo mtu? Alifaulu? Si tulimnyorosha? Kama tumepugana na mabeberu kama hawa tukashinda vita ya wazungu huko ng'ambo, hii ni vita kidogo ya nyumbani. Hii tutamalizana naye asubuhi na mapema, my friend. Ala, hii tunamalizana naye asubuhi saa 1 in the morning. Iko mzungu alikuwa anataka kusambaratisha Kenya. And I'm telling you, kama hatukusimama kidete, hii Kenya ingechomeka. Kachukua viongozi wetu, badala hata wastakiwa hapa nyumbani, wanaenda kustakiwa ng'ambo kule na wazungu, ati wafungwe na mzungu huko. Tukasema iwezekani. Nyinyi mliona fireman siku hiyo? Mliona fireman siku hiyo? Kama tumeshinda vita ya wabeberu kubwa kama hiyo, sasa hii shida ya kijiji, hii ni shida kweli? Hao watapita nao. Watapita nao, but for now wacha tufanye kazi. Wacha tusukume hizi barabara, tusukume stima. Hii Livestock Institute imalizike, ianze kufanya training. Alafu next year hiyo barabara nimesema ya 78 kilometers itakuwa imemalizika. Rais Ruto atafika hapa, tutafanya tu mkutano moja. One meeting. Na watu wataingia msituni, wataingia kwa nyasi. Niseme nisiseme? Ni leo si leo? Emening hoye. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana na muombee rais. Mungu ampatie afya njema na mpatie nafasi nzuri ya kusaidia taifa, na msikubali viongozi ambao walitumia wakati wao vibaya kusambaratisha amani na usalama wa taifa letu la Kenya. Mwisho niseme ya kwamba hivi karibuni, kwa sababu ya vita ambao inaendelea kati ya Marekani na nchi ya Iran na mataifa ya huko Guba, Persian Gulf, hiyo vita imeleta misukosuko ya mambo ya mabei, sana bei ya mafuta. Serikali ya Kenya itafanya vyovyote vile kudhibiti hiyo hali, na mimi nataka wananchi musichochewe na viongozi ambao ni matapeli, na viongozi ambao hawana agenda na hawana chochote ambacho wanaweza ambia wananchi kama sera. Ati muhatarishe usalama wa taifa letu ati kwa sababu mafuta imeongezeka kwa sababu ya vita ya Marekani na nchi ya Iran. Serikali imechukua hatua tayari na itachukua hatua zingine katika siku ambazo zinakuja. Already tumeanza kuona mabadiliko kwa sababu vile mafuta ilipanda. Kitu ya kwanza rais ameamrisha siku 2 zilizopita ni kuondolewa ama kuteremushwa kwa ile ushuru ambayo tulikuwa tunaokota ya kufanya maendeleo. Tukasema maendeleo isubiri kidogo, hiyo ushuru rais akasema iteremuke kutoka 16% ikuje 8%. Rais Ruto ni fire si fire? Na bado watu wanasema hapa ngenge, bado iko hatua zingine jikoni ya kuteremusha. Ile ilikuwa imetangazwa sijui 206, sasa imefika 197, na bado iko hatua zingine tunachukua hapa mbele. Tutadhibiti hiyo bei irudi mahali ilikuwa, ndio wananchi wasiumie maneno ya uchumi. The solution
of the hike in the fuel prices of the world is not in demonstrations. Even if you demonstrate, that price cannot change. The solution is in policy interventions by the government of Kenya to make the prices stable and reasonable for the people of Kenya. We have already taken some measures. The VAT has already been reduced from 16% to 8%. We will take other measures in the short term and in the long term to make sure we caution the people of Kenya from hikes that are associated with the rising fuel prices. Rais Ruto ni fire si fire. Nikienda Nairobi nisalamie rais. Nimwambia aendelee. Nimwambia ni 2 term. Aeng. 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 Arambe. 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 Pande hii arambe. Pande hii arambe. Upande huu arambe. Uko nyuma arambe. Salala, nyinyi ni watu wazuri. You are good people. Mimi nitarudi hapa. Mnipatie muda wiki moja mbili, mimi narudi tena. Sasa kibarua ni ya pande hii. Mimi merudi pande hii sasa, nitakuwa napatikana hapa every day. Mpaka tupangane kabisa namna hii, tusaidie rais aendelee kujenga hii Kenya yetu. Huyu kijana anaitwa Kiboreki, mbunge wa Mogotio. Ni fire si fire? Kiboreki